Kulingana na ripoti iliyotolewa na shirika la kutetea haki za binadamu Amnesty International, vijana waliokuwa na silaha waliwavamia wafuasi wa upinzani waliokuwa wamekusanyika mjini Kinshasa mnamo Septemba 15 mwaka huu ili kumshinikiza Rais Joseph Kabila kutozidisha muda wa uongozi wake zaidi ya mihula miwili inayokamilika mnamo Disemba mwaka 2016 jinsi ilivyoratibiwa kikatiba. Watu wapatao 12 walijeruhiwa na wengine kuuawa kwenye vurumai hizo walipokuwa wakipambana na wahuni. Ripoti hiyo inadai kwa polisi walipopeleka mwili wa mtu aliyeuawa kwenye vurugu hizo katika hifadhi ya maiti, walionya wahudumu katika hospitali hiyo dhidi ya kutoa habari zozote kuhusu mauaji hayo. Hata hivyo, msemaji wa serikali Lambert Mende ameyakanusha madai hayo na kusema kuwa yana msingi wa kisiasa na kwamba yaaminiki. Je les dénonce d'abord avec force, puisque nous sommes des légalistes. Nous avons informé l'autorité conformément à la loi. Licha ya kauli ya serikali ya DRC, ripoti hiyo inasema kwa wengi wa wanaume waliohusika kwenye vurumai hizo walidai kulipwa dola 65 na serikali na chama tawala cha PPRD chake Rais Kabila ili kutekeleza mashambulio hayo.